Jemedari, habari za asubuhi Jemedari, tupo live. Alhamdulillah rabbil alamin. Na shehe wangu kwema, uko sawa sawa? Barabara. Simba mpya inakuja. Simba haijawahi kuwa mpya kaka. Si mchakato wa kupata wanachama mpya Jemedari unaanza rasmi Machi 27 Jemedari. Ya kweli, nimesikia jana, nimemsikia mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi, nimemsikia mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye pia makamu mwenyekiti wa bodi. Ndio. Wakizungumza hayo jana, kitu ambacho kwa kweli binafsi nasema kimechelewa sana, kwa sababu mchakato wanachama ndio wanaojenga club. Wamekaa muda mrefu sasa, zaidi ya miaka 7 tangu baada aliyekuwa mkurugenzi wa wanachama wakati huo kuondoshwa Hashim Baga, tena baadaye akashikiliwa wa polisi Oysterbay. Nakumbuka sana kulikuwa na mechi ya finali ya FA kule Sumbawanga, katokea mizozo yule bwana akashikiliwa kabla ya kwenda huko na nini, lakini namkumbuka Hashim kama mtu ambaye alikuwa anafanya huo mchakato wa kuongeza wanachama kwenye club. Kwa hiyo swala la wanachama kwenye club ni jambo muhimu sana kabisa. Na Jemedari, umezungumza hapo, unafikiri nini kilisababisha kiini cha tatizo mchakato huu kukwama, na hivi sasa wanakumbuka shuka ngali tayari kumekucha? Sidhani kama ulikwama, walisitisha rasmi wenyewe kwa makusudi kabisa, kwa sababu ya huu mchakato wa uwekezaji kabisa. Nafikiri ndio ilikuwa miongoni mwa sababu ambazo zilifanya jambo la wanachama kuongezwa kwenye, yani enrollment ya wanachama isitishwe. Sasa nafikiri pia wameona hasara pia waliokutana nayo kwa muda wote huo, kwa sababu chukua case study ya Young Africa, na wenyewe wako kwenye mchakato, lakini enrollment ya wanachama wanafanya tayari doing better. Nikutana na rais wa Young Africa sehemu, akawa anaelekeza jinsi huo mchakato unavyofanywa kwenye matawi. Yeye akiwa kwenye simu yake anaweza kuona matawi mangapi yamejisajili, wanachama wangapi kwenye kila tawi, na waliweka idadi ya wanachama ambao tawi moja ili liwe lisajiliwe lisipungue wanachama 100, kitu kama hicho sikosei, na wao wanawaona wanachama kwenye mfumo, lakini shughuli za uwekezaji bado zinaendelea. So nafikiri wamejifunza kutoka huko kwamba wanaweza wakaendelea kuenroll wanachama, lakini pia shughuli za mchakato huu usiokwisha pia ukiendelea. Jemedari, najua wewe ni mtu wa kutafakari sana. Alichokiandika tajiri Mo Dewji kinaleta tafsiri gani katika kichwa chako? Kinacholeta tafsiri ya moja kwa moja ni ile mgogoro wa kiuongozi na mgogoro uliopo kati ya pande mbili. Mgogoro wa kiuongozi kwa sababu gani? Kwa sababu Mohamed anapotoka kuja kuuliza, mara nyingi amekuwa, mimi nikimwona anaongea na wanachama, sio anaongea na anajirekodi na mashabiki, sio na wanachama Simba Sports. Simba ina viongozi kwa sasa. Mohamed sio kiongozi wa Simba. Wametoka jana mwenyekiti wa bodi ambaye yeye ndiye mwakilishi wake, kwa sababu upande wa 49% wa kwake ana wawakilishi, ana wajumbe wa bodi na anatoa mwenyekiti. Amemteua mwenyekiti yuko tena, baada ya kumuondoa aliyekuwa mwanzo Salim Abdalla Muhene try again, akakaa yeye mwenyewe akarudi akawa yeye, akaamua kuondoka, akamleta Magoli. Ameteua wajumbe, miongoni mwa wajumbe humo wako wana sheria kina Kita upande wake, akina Fredi, wako watu wabobezi kabisa, sio? Yani upande huu ambao kiuhalisia bodi ndio inaendesha hizo shughuli za mchakato, anashindwa kuuliza hao watu mpaka aje kumuuliza admin wa page, kwa sababu admin atajibu nini? Page ile mwenyewe ni admin, ndiye anaiendesha, ambaye yuko chini ya idara ya habari, ambayo idara ya habari iko chini ya CEO. CEO tunajua anatokana na yeye, CEO hawezi kumfikia. Why anakuja kuuliza kwenye page? Watu wanadhani amefanya bahati mbaya, wajui. Hapana, anafanya makusudi, anajua anachokifanya, kwa sababu sio mara ya kwanza, na amewahi kutengeneza kuhamisha goli kama hivi mara kibao tu. Rudi nyuma, wakati fulani mwenyekiti alikuwa Swedi Mkwabi, tuliambiwa Swedi anatoboa mtumbwe. Ni kweli, tuliambiwa na yeye wakati wa mchakato wa kutafuta CEO mpya, wakati amechokana na Senzo, tuliambiwa CEO anavyotakiwa kuwa. Mwekezaji kaja kusema kwenye Twitter CEO anatakiwa sio atafute pesa, sio afanye nini, afanye hivi. Mwisho wa siku CEO akaondoka, akaja Babra. Kama unakumbuka. Nakumbuka. Kuna issue
siku moja kulikuwa na Simba Day ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia alikwenda pale. Taarifa nilizokuwa nazo, mzozo ulianzia kwa nani akae wapi, nani anapaswa kukaa karibu na rais. Mwenyekiti wa bodi alikuwa ndo mwenye shughuli kwa sababu ndo wa Simba. Lakini mwenyeji kiserikali ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini usisahau kuna rais wa TFF, rais wa mpira. Kwa nafasi ya mwekezaji ilikuwa mbali kidogo na alipokaa rais. Pia mtoto wake akakosa kufuata protocols za kukaa pale juu kwa sababu alikuwa na kaptula na malapa. Sasa pale kwenye VVIP pana shida kidogo. Dogo akabidi apelekwe pembeni. Mwekezaji alikuja on Instagram nafikiri na Twitter akaishtakia kwa wana Simba. Hii ni haki kweli wana Simba? Mtoto wangu ananyimwa tiketi na Mangungu na try again. Sasa unajiuliza, mwekezaji kweli mwanawe anaweza kunyimwa tiketi na Mangungu na try again? Anatengeneza nini? Sasa jana unajiuliza, je, mwekezaji hawezi kweli kumuuliza Mangungu? Hawezi kumuuliza basi hata mtu aliyemteua aliyoko pale kwa ajili ya kutunza maslahi yake? Why anakuja kwenye page? Kwa sababu anatengeneza kutafuta sympathy, huruma kutoka kwa watu, kuonyesha kwamba kama yeye anafanya hivi, anafanya vile. Lakini mimi najiuliza, huyo mtu hii timu kila siku tunaambia amenunua. Ndio. Na kimsingi kuna mtu wa mambo ya uchumi anasema kwamba mtu anaposema amenunua ana haki, kwa sababu si amenunua 49% ameweka bilioni 20. Maana yake hiyo timu yeye ya kwake. Sasa kama timu ya kwako, hujui timu inaendaje au inaendeshwaje tena? Unakuja kutuuliza sisi on Instagram. Sasa Jemedari, awali ulizungumza kwamba hivi sasa yeye si kiongozi. Huoni kwamba inawezekana ameuliza kama mwanachama? Mwenye mali kaka, hivi wewe unafikiri Abubakar Baresa anaweza kuuliza kwenye page ya Instagram ya Azam kwamba jamani sasa mbona mniambia amenunuliwa nani? Abubakar Baresa kumsikia hivi anakuja kuuliza? Au mwekezaji wa Yanga aitwaje TSM, ushawahi kumsikia anakwenda pale anasema hivi mmepiga hatua kwenye uwekezaji? Yaani yeye kwamba watu wake wanaomsimamia hawamwambii chochote. Sasa Jemedari, tuendelee kulichimba hili. Unafikiri Mo ana nia ya dhati na Simba? Nia njema ipo ndani ya Simba? Mimi na kitu kimoja ambacho siku zote nimekuwa kikisema juu ya Mohamed, mimi nafanya naye kazi, namjua ndugu yangu. Ana kitu kimoja ambacho ukiniuliza siku yoyote, hata usiku wa manane, anaipenda Simba Sports Club. Kwa maana ya ushabiki, kama mpenzi wa mpira, kama mwanachama, anaipenda club. Lakini sasa unajua hawa ni wafanyabiashara. Mfanyabiashara ana interest yake, na mimi siku zote nimekuwa nikisema wafanyabiashara hawa wanaowekeza wana interest za kibiashara, na sijawahi kamwe kuamini nikiambiwa hawa watu wetu wanapata hasara, hawapati faida yoyote. Ndio. Kwangu mimi inawezekana sio waongo, lakini hawasemi ukweli. Unanielewa? Kwa hiyo sasa uko kwenye interest za kibiashara. Mimi sijaingia nikajua yeye interest zake zikoje, lakini naamini ana interest za kibiashara ambazo sijawahi kuamini kuna mfanyabiashara yoyote duniani anaendelea kupata hasara kwa miaka mpaka 10 bado amewekeza tu hapo. Na ukimgusa, mimi sipati chochote. Ile natoa bilioni 6, mimi natoa bilioni ngapi? Hapana. Naamini kwamba kuna kitu kinapatikana, na ndio maana bado ameona kwamba kuna sababu ya kuwekeza hapo. Inaonekana ana nia ya dhati, lakini hiyo nia imekuwa based on business. Kwa sababu nikisoma gazeti moja la mtandaoni siku moja, wakati anasema amenunua klabu, alisema Simba ina mashabiki kati ya milioni 35 mpaka 40. Akatumia neno la Kiingereza, anasema to me this is business. Maana yake kwake yeye hii ni biashara kubwa. Kwa kama ni biashara, maana yake hayo malengo yake kibiashara yako kwa ajili ya watu wao ambao wako Simba. Sasa kama ni hivyo, anaweza kuwa na nia ya dhati kwa sababu anaipenda, lakini pia kwa sababu zake za kibiashara. Katika haya ambayo unayazungumza Jemedari, Mo Dewji ameisaidia Simba ama hajaisaidia Simba mpaka hapa ilipofika? Ana mchango, huwezi kuondoa mchango wake. Pia uwepo wake umesababisha pia watu wengine kuja. Lakini kitu kikubwa ni Simba yenyewe. Simba ndio msingi. Ndio. Yeye ana mchango kwa sababu nikwambie 2003 Mo alikuwepo Simba kwa kupitia METL. Alikuwepo NBC pia, alikuwepo na Simba Cement wakati ule nakumbuka, lakini aliondoka na Simba iliendelea kuwepo. Sio? Kwa hiyo Simba iliendelea kuwepo na iliendelea kufanya
vizuri, endelea kuchukua kikombe, na amekuwepo Simba sasa hivi miaka 4 mtawalia, hajawahi kuchukua kikombe kwa sababu hajaondoka, yuko, lakini alikuwepo wakati Simba inatawala mpira wa Tanzania na kuchukua kufika robo finali za Afrika. Kwa hiyo ukisema hana mchango utakuwa unamuonea. Mnyongeni haki yake, mpeni. Uwepo wake umetengeneza una mchango mkubwa kwa klabu ya Simba. Lakini pia ni sehemu ya matatizo ya klabu, kwa sababu wanapopata matatizo sasa yeye yupo, hajaondoka. Ni kweli. Ni kweli. Na tukihitimisha tu hapa Jemedari, endapo leo Mo Dewji anang'atuka ndani ya Simba haitotikisika? Inaweza ikatikisika, lakini haitopata dhoruba. Unajua hii timu kaka hazijengwa kwa ajili ya mtu. Hizi ni timu za watu, za wanachama, ni timu ambazo msingi umejengwa kwa misingi mikubwa mno. Zimejengwa tangu wakati huo wa watu wakijiandaa kutafuta uhuru wa Tanganyika. Na zina interest kubwa, zina interest za serikali ndani yake. Kwa hizi sio timu ambazo unafikiri zinaweza tu ukitoka leo unafikiri inaweza ikafa. Hapana. Hebu turudi Young Africa. Ilikuwa na manji na ilikuwa inaitwa kwa kimataifa Simba wa Matopeni. Kama unakumbuka wakati wa Jelimulo na Haji Manara, sio? Nakumbuka. Walikuwa wakatengenezewa artificial life Young Africa, wanaishi 5-star hotel, watu wanalaumu. Unajua hii Yanga siku akiondoka itakuwaje? Alikaa pale Yanga mpaka wakafikia hatua wakawa wanakataa milioni 100 za Azam TV, kama unakumbuka. Manja aliwapa hiyo jeuri, wakasema bwana hatuwezi kuchukua hiyo hela ni ndogo, kwa sababu yeye alikuwa na muono wa kibiashara, akaona ile entity ni kubwa na pesa wanaopewa ni ndogo. Sisi tulikuwa tunaona hapana, Yanga wanapata matatizo, wanapaswa kuchukua ile pesa. Lakini baadaye Manja akaenda akataka kujimilikisha logo, ikaanzishwa kitu kinaitwa Yanga yetu, ikaenda watu wakasema hiyo kitu haipo. Akaondoka Yanga, wakaingia kwenye matatizo, wakaishi kwenye bakuli. Ni kweli. Wakatokea kuna kitu kinaitwa kubwa kuliko. The rest is history. Tangu pale GSM walitanga milioni 200, baada ya hapo kwa interest ya timu. Sasa hivi Yanga haina hayo matatizo. Sio kwa Simba haiwezi kupata matatizo ikafikia timu eti ikakosa kitu chochote ikaonekana kama ina shida. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu upo naye karibu sana na tumai mnazungumza mengi sana. Huyu ni mtu sahihi wa kuendelea kuiongoza klabu ya Simba? Mwenyekiti wa klabu ya Simba anapatikana kwa katiba. Hapatikani kwa Jemedari anasema huyu sahihi au Jemedari anasema huyu sio sahihi. Ndio. Simba walifanya uchaguzi Januari 29 mpaka kuamkia 30 2023. Na watakwenda kufanya uchaguzi mwingine mwezi Januari 2027. Wana Simba walimchagua kama mtu mwenyekiti wao. Mimi sio mwana Simba wala sikuwepo kwenye uchaguzi. Wala hata sikuitwa tu kama alivyoitwa Manzoki kwamba akaonyeshwa tu kama yupo. Wala mimi nikaa nyumbani kwangu naangalia tu kwenye TV. Kwa hiyo hayo mambo ya nani sahihi kuiongoza Simba nani sie ni la kwa wenye Simba. Mimi sihusiki na lolote. Unaelewa? Alafu mimi niko karibu na kila mtu kaka. Kwa sababu mimi ni mtu wa mpira. Niko karibu na Mangungu, niko karibu na Magoli kaka yangu kabisa, tunapigiana simu, tunazungumza. Mohamed Dewji ananipigia simu kwenye uchaguzi, kwenye issue ya usajili, nimezungumza naye, nimezungumza na Mangungu, nimezungumza na Magoli, nimezungumza na watu waliokuwa wanafanya nao usajili. Nimekuambia hapo nizungumza na mwenyekiti wa Yanga ambaye ndio rais wa Young Africa kuhusiana na mambo ya usajili wa wanachama na matawi. Sio? Kwa mimi kwa kwangu kwenye mpira mimi nazungumza kila mtu. Nazungumza na mkurugenzi aitwaje? Rais wa klabu ya Azam. Kwa hiyo mimi nipo, mimi siwezi kukimbia mkaka. Watu wote wanazungumza nao. Jemedari, nimekuuliza hivyo kwa sababu picha inavyojengeka ni kwamba Jemedari anamtetea Mangungu. Kimtazamo, unajua kuna wakati inapotokea mambo wewe unaangalia jambo katika mtazamo tofauti na mwingine. It's a story. Wewe umesoma uandishi wa habari. Kabisa. Habari kila mtu ana lengo yake ya kwenda na hiyo habari. Wote tunaangalia habari, tukio moja limetokea. Wewe Paul kama mwandishi una lengo yako utakaotoka nayo. Na mimi na lengo yangu utakaotoka nayo. Sasa kila mtu atakaposoma yeye ana tafsiri yake mwenyewe. Lakini mimi sijawahi kuona kama Mangungu ni tatizo. Sawa, kama Mangungu ni tatizo, wao wenyewe ndio walileta tatizo. Wana namna ya kumuondoa Mangungu. Hawezi kutoka kwa kelele za kwenda kupiga mtandaoni kwamba sijui huyu bla 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 bla. Mna namna ya kumtoa.
Why do you have to come kwenye mtandao? Wewe hujui katiba yako, wewe hujui, yani unajua kuna lawama anazopewa Mangungu. Mimi naona Simba hawajui timu yao inaendeshwaje, si ndio? Ndio. Kama unajua timu inaendeshwaje, unajua hapa nani anapaswa kulaumiwa, sio huyu unayemlaumu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.